2.7. Serikali ya awamu ya sita inakusudia kuendeleza mafanikio hayo kwa kusimamia sheria yetu ya madini ya mwaka 2017, kuendeleza kuziba mianya ya utoroshaji wa madini yetu na kuendelea kuangalia kwa umakini mkubwa na kuondoa vikwazo vya uwekezaji katika sekta hii ili kuvutia na kurahisisha mijadala ya serikali kuingia ubia na wachimbaji wakubwa duniani. Tutaendelea pia kuimarisha masoko na minada ya uzaji madini, kuhamasisha ujenzi wa viwanda vya uchenjuaji, uyeyushaji, usafishaji na utengenezaji wa bidhaa za madini. Mkazo utawekwa kwenye teknolojia bora na sio tu viwanda, lakini viwanda vyenye teknolojia bora. Tutawaendeleza wachimbaji wadogo na kuwapatia mafunzo, mikopo pamoja na vifaa. Vile vile tutaliimarisha zaidi Shirika la Taifa la Madini STAMICO ili liweze kushiriki kikamilifu kwenye shughuli za madini ndani ya nchi lakini pia na nje ya nchi. Hatua hizi naamini zitaifanya sekta ya madini ikuze mchango wake na kufikia 10% ya pato la taifa ifikapo mwaka 2025. Mheshimiwa Spika, sekta nyingine ambayo tutaipa mkazo mkubwa kwenye miaka hii mitano ni utalii. Kama mnavyofahamu, nchi yetu imebarikiwa kuwa na vivutio vingi vya utalii na sekta hii imeajiri takriban watu milioni 4. Kwenye miaka mitano iliyopita, mafanikio mengi yamepatikana kwenye sekta ya utalii, ikiwemo kuongeza idadi ya watalii waliotembelea nchini kutoka milioni 1.1 mwaka 2015 hadi watalii milioni 1.5 mwaka 2019. Mapato nayo yaliongezeka kutoka dola za Kimarekani bilioni 1.9 mwaka 2015 hadi kufikia dola za Kimarekani bilioni 2.6 mwaka 2019. Hivyo basi, kwenye miaka mitano hii tunayokwenda nayo, pamoja na uwepo wa janga la korona, tutalenga kuendeleza mafanikio yaliyopatikana kwa kuongeza idadi ya watalii hadi kufikia milioni 5 mwaka 2025 na mapato kutoka dola za Marekani bilioni 2.6 za sasa hadi kufikia dola za Marekani bilioni 6. Hatua ambazo tunakusudia kuzichukua ni pamoja na kupanua wigo wa vivutio vya utalii, ikiwemo kukuza utalii wa mikutano, malikale, fukwe, ambapo tunakusudia kujenga miundombinu ya kuwezesha meli za kitalii kuweza kuzuru nchini kwetu. Tutahamasisha pia wawekezaji kuwekeza kwenye miundombinu ya utalii ikiwemo mahoteli ili kupunguza gharama za malazi. Tunajipanga kusomesha vijana wengi katika taaluma ya utalii ili waweze kuendesha maeneo mbalimbali ya sekta hiyo bila kutegemea wataalamu kutoka nje. Mheshimiwa Spika, ili kuchochea shughuli za kiuchumi na uzalishaji nilizozitaja, yaani kilimo, viwanda, madini na utalii, tutaendelea na juhudi za kuimarisha miundombinu ya usafiri ambayo ni moyo wa ukuzaji uchumi. Kwenye miaka mitano iliyopita, jitihada kubwa zilifanyika na kuimarisha usafiri wa barabara, reli, maji, anga. Jumla ya kilomita 3,537 za barabara za lami zilijengwa pamoja na madaraja makubwa 12. Usafiri wa reli kutoka Dar es Salaam, Tanga, Moshi, Arusha ulifufuliwa pamoja na kuanza ujenzi wa reli ya standard gauge kutoka Dar es Salaam hadi Makutupora Dodoma, ambapo kipande cha Dar es Salaam Morogoro kimefikia 91% na Morogoro Makutupora kipo zaidi ya 58% hadi kufikia mwezi April, mwezi huu tulionao. Kwa upande wa usafiri wa maji, umefanyika upanuzi mkubwa wa bandari za Dar es Salaam, Tanga, Mtwara pamoja na ujenzi wa bandari kavu ya Kwala mkoani Pwani. Kwenye Ziwa Victoria tumejenga chelezo, tumekarabati meli 2,
MV Victoria na MV Butiama, pamoja na kujenga meli mpya katika Ziwa Tanganyika. Katika Ziwa Tanganyika umefanyika upanuzi wa ukarabati mkubwa wa bandari za Kigoma, Kalema, Kasanga na Kabwe. Na kwenye Ziwa Nyasa zimejengwa meli mpya 3 na kufanya upanuzi wa bandari za Kiwira na Itungi. Kuhusu usafiri wa anga, jumla ya viwanja vya ndege 11 vimepanuliwa ama kukarabatiwa na ndege mpya 11 zilinunuliwa. Kwenye miaka mitano hii tunayokwenda nayo, tutatekeleza yaliyoagizwa kwenye ilani ya uchaguzi ya CCM kwa kuendeleza ujenzi wa miundombinu hiyo ya usafiri na usafirishaji. Tutaendelea kukamilisha ujenzi wa bandari za Dar es Salaam, Tanga, Mtwara na Kigoma na kujenga barabara hususan kwenye maeneo ya kimkakati ambako shughuli za uzalishaji zinafanyika. Tutakamilisha pia ujenzi wa madaraja makubwa likiwemo daraja la Kigongo Busisi, Wami, daraja la Tanzanite na daraja la Pangani. Kwa upande wa reli, tutakamilisha ujenzi wa reli ya Dar es Salaam Makutupora na kuanza ujenzi wa vipande vingine ikiwemo cha Mwanza Isaka, ambapo tunakwenda kusaini na mkandarasi hivi karibuni, lakini pia tutaendelea na loti ya 3 ya Makutupora Tabora na loti ya 4 ya Tabora Isaka. Na baadaye tutamalizia Kaliua Kigoma na Kaliua Mpanda. Aidha, tunakusudia kuimarisha usafiri wa TAZARA kwa lengo la kuiongezea ushindani bandari yetu ya Dar es Salaam na pia kunufaika na fursa nyingine za kiuchumi. Kwa upande wa usafiri wa majini, tutakamilisha ujenzi wa meli mpya na kuanza ukarabati wa meli ya mabehewa, yani ferry wagon, kwenye Ziwa Victoria, na pia tutaikarabati meli ya MV Liemba na kuanza ujenzi wa meli mpya kwenye Ziwa Tanganyika. Kuhusu usafiri wa anga, tutaendelea na viwanja vya ndege, utanuzi wa viwanja vya ndege mikoani na kujenga kiwanja kipya cha kimataifa cha Msalato hapa makao makuu Dodoma. Aidha, tutaendelea kulilea shirika letu la ndege ATCL kimkakati. Mheshimiwa Spika, nimesema tutaendelea kulilea shirika letu la ndege kimkakati ili liweze kujiendesha kwa ufanisi. Na ninaposema kimkakati ni pamoja na kuangalia uwezekano wa kutoa unafuu wa madeni na baadhi ya kodi na tozo, kama inavyofanyika kwenye nchi nyingine, ili liweze kukua na liweze kuweka mahesabu yake sawa. Shirika letu sasa hivi linasomeka kwamba ni shirika la deficit, halina thamani, lakini ni kwa sababu ya kurithi madeni makubwa ya nyuma. Hivyo kama serikali tunakwenda kulitua mzigo wa madeni makubwa, lakini pia tutalipa unafuu wa kodi na tozo ili liweze kukua. Sote tunafahamu kuwa biashara ya ndege ni ngumu. Tutajitahidi kusoma mwenendo wa biashara hii ulimwenguni na kuepuka mambo yote yasiyo na tija kwa shirika letu. Hatutakubali kuona shirika linaendelea kupata hasara
baada ya uwekezaji mkubwa tulioufanya. Tutawekeza kwenye kupata rasilimali watu wenye uwezo na weledi wa kuendesha shirika kibiashara. Na hii ina maana tunakwenda kulifanyia uchambuzi wa kina na kuhakikisha tutakaowaamini kuliendesha shirika ni watu wenye weledi na wataweza kuliendesha shirika kibiashara. Mheshimiwa Spika, mbali na miundombinu hiyo migumu, tutaimarisha pia miundombinu laini, hususan miundombinu ya teknolojia ya mawasiliano. Kama inavyofahamika, dunia ipo kwenye mapinduzi ya 4 ya viwanda ambayo yanaongozwa na sekta ya teknolojia ya mawasiliano au TEHAMA. Na kwa maana hiyo, uchumi wa dunia pamoja na shughuli nyingi duniani kwa sasa zinafanyika kwa kutumia TEHAMA. Hivyo basi sisi Tanzania nasi hatuna budi kuweka mkazo mkubwa katika kukuza sekta hii. Kwa msingi huo, tumepanga kwenye miaka 5 ijayo, pamoja na masuala mengine, kuongeza kasi ya kufikisha miundombinu ya mkongo wa taifa kwenye maeneo mengi ya nchi yetu, hususan katika ngazi za mawilaya, na pia kuongeza wigo wa matumizi ya mawasiliano ya kasi, yani broadband, kutoka 45% ya sasa hadi 80% itakapofika mwaka 2025. Aidha, tunakwenda kuongeza watumiaji wa internet kutoka 43% ya sasa hadi 80% mwaka 2025. Vile vile tunakwenda kuboresha upatikanaji wa mawasiliano ya simu kwa nchi nzima. Tutatoa kipaumbele kwa masuala ya utafiti na ubunifu kwenye TEHAMA pamoja na kuimarisha usalama kwenye masuala ya mawasiliano. Mheshimiwa Spika, kwenye miaka 5 iliyopita tumepata mafanikio makubwa kwenye sekta ya nishati. Tumeongeza uzalishaji umeme hadi kufikia megawati 1602, ambapo mahitaji ya juu ya umeme ndani ya nchi yetu kwa sasa ni megawati 1200. Tumefanikiwa pia kufikisha umeme kwenye vijiji 10,294 sawa na asilimia 83.3 ya vijiji 12,317 vilivyopo. Tumeanza pia utekelezaji wa mradi mkubwa wa umeme wa bwawa la Mwalimu Nyerere utakaozalisha megawati 2115. Mradi huu kwa sasa umefikia asilimia 45. Hivyo basi, serikali ya awamu ya 6 itaendeleza jitihada za kuimarisha upatikanaji wa nishati nchini, ikiwemo kukamilisha ujenzi wa bwawa la Nyerere na kufikisha umeme kwenye vijiji 1974 vilivyobakia. Tunajipanga pia kuanza utekelezaji wa miradi ya kuzalisha umeme au umeme wa maji katika maeneo ya Ruhuji megawati 358, Rumakali megawati 222, Kikonge megawati 300, na pia umeme wa gesi asilia kule Mtwara megawati 13, Somangafungu megawati 330, Kinyerezi 3 megawati 600 na Kinyerezi 4 megawati 300. Kutokana na kasi ya mabadiliko ya tabia nchi, tunahitaji pia kuchanganya vyanzo vya nishati ili kuwa na uhakika wakati wote. Hivyo basi, tutaangalia uwezekano wa kutekeleza miradi ya nishati jadidifu inayotokana na jua, upepo na joto ardhi. Tutafanya hivyo kwa kuwa vyanzo hivi ni endelevu, na tunatarajia katika miaka hii 5 kuzalisha megawati 1100 kupitia vyanzo hivyo. Katika hatua nyingine, tutaendelea kutekeleza miradi ya kujenga njia za kusafirisha umeme kutoka bwawa la Nyerere hadi kituo kikuu pale Chalinze, na njia zinazoelekea
kwenye maeneo ambayo hayajaunganishwa na gridi ya taifa ili kupunguza gharama za uzalishaji umeme wa mafuta na pia kuokoa asilimia ya umeme inayopotea. Sambamba na hayo, tunatarajia kuanza utekelezaji wa miradi ya kielelezo ya bomba la mafuta kutoka Hoima nchini Uganda hadi bandari ya Tanga, bandari ya Chongoleani kule Tanga lenye urefu wa kilomita 1445 pamoja na mradi wa kusindika gesi asilia. Waheshimiwa wabunge, mradi huu wa LNG mazungumzo yake tunafika miaka 6 sasa. Kwa hiyo tunakwenda kumaliza mazungumzo na kufanya mradi uanze. Mheshimiwa Spika, mbali na shughuli hizo za kuchochea ukuaji wa uchumi nilizozitaja katika kipindi hiki cha miaka 5, tutaendelea kuimarisha na kuboresha huduma za jamii, hususan afya, elimu, maji. Na kuhusu afya, kama mnavyofahamu, kwenye miaka 5 iliyopita tumepata mafanikio makubwa ikiwemo kujenga vituo vya kutolea huduma za afya 1887 zikiwemo zahanati 1198, vituo vya afya 487, hospitali za wilaya 99, hospitali za rufaa za mikoa 10 na hospitali za rufaa za kanda 3. Katika miaka 5 hii tunayokwenda nayo mpaka 2025, tutaimarisha upatikanaji wa huduma za afya kwa kuendelea kujenga miundombinu, kuongeza watumishi, vifaa tiba, dawa na vitendanishi. Aidha, juhudi za kupunguza vifo kwa wajawazito na watoto zitaendelezwa. Waheshimiwa wabunge, huu ni mradi wangu wa moyoni kabisa. Nilipokuwa makamu wa rais, nilizindua kampeni ya Jiongeze Tuwavushe Salama ili kutilia mkazo uwajibikaji wa wadau wote katika kupunguza vifo vya mama na mtoto. Binafsi huwa nasikitika sana kuona kina mama wanakufa wanapojifungua kwa sababu ambazo zinaweza kuzuilika. Kampeni ile niliyoizindua imetusaidia kupunguza vifo vya kina mama kwa kiasi fulani. Aidha, tutaelekeza nguvu pia katika kinga na tiba, ikiwemo kwa magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza ambayo yanasababisha vifo vingi na kugharimu serikali fedha nyingi. Tutaimarisha pia huduma za matibabu ya kibingwa na kuzipeleka huduma hizi kwenye hospitali za rufaa za mikoa. Tutaimarisha utoaji wa huduma za matibabu kwa wazee na tutaweka mipango maalumu kuhudumia makundi yenye magonjwa adimu. Tutaimarisha mifuko ya taifa ya bima ya afya ili kufikia lengo la kuwa na bima ya afya kwa Watanzania wote. Kwa sasa inasikitisha kuona kwamba ni Watanzania 8,224,000 peke yake 271 ndio wanaotumia bima, ambao ni 14% tu ya Watanzania wote. Vile vile tutahamasisha ujenzi wa viwanda vya kutengeneza dawa, vitendanishi, vifaa tiba pamoja na chanjo mbalimbali. Mheshimiwa Spika, kuhusu ugonjwa wa korona, kama mnavyofahamu, ugonjwa huu umeathiri dunia nzima, na ubaya zaidi ni kwamba janga hili linapungua na kurudi tena, na linaporudi linarudi katika mifumo tofauti. Mpaka sasa bado hakujawa na dalili za kupatikana kwa tiba ya maradhi haya. Njia pekee iliyopo ni kujikinga na maradhi haya kwa kuchukua hatua mbalimbali za kinga na tahadhari. Hapa nchini tumekuwa tukifuata miongozo kadhaa ya kinga inayotolewa na wataalamu
na kwa kiasi fulani kutumia njia zetu za asili au tiba asili, tumeweza kwa kiasi kikubwa kushusha kiwango cha maambukizi. Hata hivyo, tumeamua kuunda kamati ya wataalamu ambao kwa kushirikiana na taasisi za afya na zile za kikanda East Africa na SADC wataliangalia swala hili kwa undani, kufanya uchambuzi wa kina na kutoa mapendekezo ya hatua za kuchukua na jinsi ya kuendelea kupambana na maradhi hayo. Hivyo basi, wakati tukisubiri majibu ya kazi inayofanywa na kamati iliyoundwa, napenda kutumia fursa hii kutoa wito kwa Watanzania kuendelea kuchukua tahadhari zote zinazoshauriwa na wataalamu. Na waomba kila mmoja awajibike, kwani ulinzi wa afya yako unaanza na wewe mwenyewe. Mheshimiwa Spika, kwenye sekta ya elimu, katika kipindi cha miaka 5 iliyopita, udahili wa wanafunzi katika ngazi ya elimu ya msingi na sekondari uliongezeka kwa kiwango kikubwa kutokana na sera ya elimu bila malipo. Ongezeko hilo limeilazimisha serikali kuweka nguvu kwenye ujenzi wa miundombinu ya elimu, kuongeza idadi ya walimu, hasa walimu wa sayansi na hisabati, na kusambaza vitendea kazi mashuleni. Kumekuwa na ongezeko la kiwango cha mfuko wa elimu ya juu ambao umeongeza pia idadi ya vijana wanaojiunga na vyuo vikuu. Awamu ya 6 itaendeleza kazi nzuri iliyofanywa katika miaka 5 iliyopita. Aidha, tutajielekeza katika kufanya mapitio ya sera ya elimu ya mwaka 2014 na kufanya marekebisho kwenye mitaala iliyopo ili ielekezwe kwenye kutoa elimu ujuzi. Tunataka mitaala yetu ijielekeze kwenye kutoa elimu ujuzi kulingana na mazingira ya nchi na soko la ajira. Kwa upande wa maji, licha ya mafanikio yaliyopatikana kwenye miaka 5 iliyopita, tatizo la maji bado ni kubwa kwenye maeneo mengi nchini. Hali hii inachangiwa na usimamizi usioridhisha wa miradi na vile matumizi mabaya ya fedha zinazotengwa kwa ajili ya upatikanaji wa maji safi na salama. Miradi mingi imekuwa ikitekelezwa kwa kutumia fedha nyingi, lakini baada ya muda mfupi maji hayapatikani. Hivyo basi, katika miaka hii 5 tunaweka mkazo mkubwa katika kuimarisha usimamizi kwenye utekelezaji wa miradi ya maji. Na hapa niseme na kwenda kufanya mabadiliko makubwa ya mainjinia wa maji huko kwenye mikoa. Kwa sababu fedha nyingi zimekuwa zikitoka wizarani kwenda mikoani, lakini utekelezaji kwenye mikoa unasuasua. Sasa walioshindwa kutuletea maji na kutumia fedha nyingi wakae upande watupishe, tuingize damu mpya. Lengo ni kufikia azma ya kufikisha maji kwa wananchi kwa 95% mijini na 85% vijijini ifikapo mwaka 2025. Na katika hilo nataka nimwambie waziri wa maji. Yupo? Ile kauli yako ambayo nami nilikopa kwako, unayowaambia wenzio ukinizingua tutazinguana, inarudi kwako. Tunakwenda kutunisha mfuko wa miradi ya maji. Tunakwenda kuangalia vyanzo vingine ambavyo vitakwenda kutunisha mfuko wa maji ili twende tukatekeleze upelekaji wa maji kwa wananchi kwa haraka. Lakini kama nilivyosema, tunakwenda kuondosha utendaji mbovu na kuweka utendaji mpya. Sasa na hapo tukishindwa,
waziri wa maji kabla kusema mimi itabidi uondoke mwenyewe. Mheshimiwa Spika, swala jingine tutakalokwenda kulifanya kwenye masuala ya maji ni utunzaji wa vyanzo vya maji na kulinda mazingira. Maeneo mengi yanapata shida ya maji kwa sababu hakuna vyanzo vya maji au vimekauka. Kwa tutakwenda kulinda na kutunza vyanzo vya maji. Lakini kwa maeneo ambayo hayana kabisa vyanzo vya maji, tunakwenda kuchimba mabwawa ya kuvuna maji ya mvua. Vile vile tutazimarisha kamati za maji za mitaani na vijijini ili ziweze kusimamia miradi yao ipasavyo. Mheshimiwa Spika, kwa upande wa mahusiano na ushirikiano na mataifa mengine na taasisi za kidunia, serikali ya awamu ya 6 imejipanga kutekeleza shughuli za kidiplomasia kuendana na sera ya diplomasia ya uchumi. Hivyo basi tutaimarisha na kukuza uhusiano na mataifa mengine pamoja na jumuiya za kikanda na taasisi za kimataifa. Ili kutimiza azma hiyo, tunakusudia kuimarisha utendaji kazi wa Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki pamoja na balozi zetu zilizoko nchi mbalimbali duniani kwa kuajiri watumishi wenye sifa na weledi na kusambaza vitendea kazi pamoja na kutumia kiuchumi majengo na viwanja ambavyo ni mali ya Tanzania vilivyoko nje. Tunafanya haya kwa madhumuni ya kuwezesha utekelezaji mzuri wa diplomasia ya uchumi, na tutafungua na kuanzisha pia balozi mpya, konseli pamoja na vituo vya biashara kwenye miji ya kimkakati ili kutangaza vivutio vyetu vya utalii, kuvutia wawekezaji na kutafuta masoko ya bidhaa zetu. Tutafanya uchambuzi wa kitaalamu utakaobaini nafasi ya kila ofisi ya ubalozi katika kukuza biashara, uwekezaji na utalii. Uchambuzi huo ndio utatumika sasa kupanga maafisa kulingana na uwezo wa kila ubalozi. Zaidi ya hapo, Mheshimiwa Spika, tutaendelea kushiriki kikamilifu kwenye shughuli za kimataifa ikiwemo ushiriki wetu kwenye kulinda amani duniani. Tunakusudia pia kufanya mapitio ya sera ya mambo ya nje ya mwaka 2000 ili iendane na mahitaji ya sasa ya dunia. Mheshimiwa Spika, maeneo mengine ni pamoja na kuendelea kulinda misingi ya demokrasia na uhuru wa watu pamoja na vyombo vya habari. Kama mnavyofahamu, uhuru na demokrasia ni msingi wa amani katika nchi na pia vinasaidia kuchochea maendeleo ya kisiasa, kiuchumi na kijamii. Hata hivyo, naomba niseme kuwa hakuna uhuru wa kidemokrasia usiolindwa na kusimamiwa na sheria, taratibu na kanuni. Hivyo basi, pamoja na demokrasia na uhuru wa watu, ni waombe wa Tanzania tujidhatiti kufanya shughuli zetu tukizingatia masharti ya sheria za nchi. Hapa vile vile katika kulinda uhuru wa kidemokrasia na kusudia kukutana na viongozi wa vyama vya siasa Tanzania ili kwa pamoja tuweke mwelekeo wa kuendesha shughuli za kisiasa zenye tija na maslahi kwa nchi yetu. Katika hatua nyingine, tutashirikiana pia na mhimili wa mahakama katika kuimarisha mifumo ya utoaji haki, ikiwemo kuendelea kujenga miundombinu ya mahakama, kuongeza idadi ya majaji na mahakimu na kukuza matumizi ya tehama ili kuongeza kasi ya kusikilizwa au usikilizwaji wa kesi na uwekaji mzuri wa kumbukumbu za mahakama. Niombe mahakama
kupitia Jaji Mkuu kwamba vyombo vya utoaji haki vijielekeze zaidi au zielekeze nafsi zao zaidi katika kutenda na kuhukumu yaliyo ya haki kwa wananchi. Na katika hilo tutaendelea kuzimarisha taasisi nyingine za usimamiaji haki ikiwemo Ofisi ya Mwanasheria Mkuu, Wakili Mkuu wa Serikali, Ofisi ya Taifa ya Mashtaka, Polisi, TAKUKURU, magereza na taasisi nyingine za aina hiyo. Mheshimiwa Spika, serikali ya awamu ya 6 kama ilivyokuwa ya awamu ya 5 itaendeleza jitihada za kuimarisha nidhamu na uwajibikaji kwenye utumishi wa umma. Tunakusudia kuimarisha taasisi na pia kuweka mifumo ya uwajibikaji ambayo itahakikisha kwamba viongozi na watumishi wa umma katika ngazi zote wanawekewa malengo yanayopimika. Mfumo uliopo sasa ikiwemo mikataba kati ya kiongozi na walio chini yake pamoja na OPRAS tutaiangalia upya. Tutawapima viongozi na watumishi kwa namna wanavyotimiza majukumu yao. Hatutawaonea aibu viongozi na watumishi wazembe, wezi na wabadhirifu wa mali za umma. Tutaendeleza pia juhudi za kupambana na rushwa kwenye utumishi wa umma, na wajibu huu wa wafanyakazi, nataka niseme wajibu huu wa wafanyakazi wa umma ni lazima uendane na haki zao. Hivyo basi tutasimamia mageuzi katika utumishi wa umma na kutazama maslahi ya watumishi ikiwemo swala la upandishaji vyeo na mishahara. Aidha, tutaendelea na jitihada za kuwawezesha wananchi kiuchumi, hususan makundi yale maarufu ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Tutaendelea kutoa mikopo ya 10% kupitia halmashauri zetu kama mgao ulivyo, na vile vile tutaendelea kuimarisha mifuko mingine ya uwezeshaji wananchi kiuchumi. Tutaendelea pia kuboresha mazingira ya kufanya biashara kwa wajasiriamali wadogo, machinga, mamalishe, babalishe, waendesha bodaboda, bajaji na watu kama hao, ikiwemo kuwatengea maeneo mazuri ya biashara na kuwawekea miundombinu pamoja na kuviboresha vitambulisho vyao ili viwe na taarifa muhimu zitakazowawezesha kuendesha shughuli zao kwa uhuru bila bugudha, lakini pia kutambulika kwenye taasisi mbalimbali wanakofuata huduma mbalimbali. Mheshimiwa Spika, sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii. Hivyo basi, kama ilivyoahidiwa kwenye ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, kwenye miaka hii 5 tunakusudia kuikuza zaidi sekta hii, hususan kwa kuimarisha usimamizi wa masuala ya hati miliki ili wasanii waweze kunufaika na kazi zao. Tutahuisha mfuko wa utamaduni na sanaa ili kuwasaidia wasanii wetu ikiwemo kupata mafunzo na mikopo. Aidha, tutaanzisha kidogo kidogo kuanza kutenga fedha kwa ajili ya kuziandaa timu zetu za taifa zikiwemo za wanawake. Tumechoka kuitwa lile jina alilolisema Mzee Mwinyi. Tunakwenda nje na ushabiki mkubwa, tukirudi kichwa cha mwendazimu. Kwa hiyo tutajitahidi kuiangalia sekta hiyo angalau basi ipate msukumo na kupandisha ari za wachezaji ili Tanzania nasi tuingie kwenye ramani ya wacheza futiboli.
Masuala mengine ambayo yatapewa kipaumbele na serikali ya awamu ya sita ni kuendeleza ujenzi wa makao makuu ya serikali jijini Dodoma. Aidha, kwa kuzingatia vigezo na sifa, tutakuza usawa wa kijinsia kwa kuteua wanawake wengi zaidi katika ngazi mbalimbali za uongozi, lakini kama nilivyosema, kuendana na sifa na vigezo. Mheshimiwa Spika, zaidi ya hapo, tutazidisha mapambano dhidi ya dawa za kulevya, uendelezaji na uboreshaji wa makazi ya wananchi, ambapo tutahakikisha vifaa vya ujenzi vinapatikana kwa gharama nafuu na mikopo ya ujenzi inapatikana kwa riba nafuu. Tutaimarisha taasisi zetu za utafiti na kuendelea kushughulikia kero mbalimbali za wananchi, ikiwemo migogoro ya ardhi, kazi ambayo Waziri wa Ardhi amefanya vizuri sana, lakini bado ana kazi kubwa mbele, na tutamtaka asimamie bado kutatua migogoro ya ardhi. Mheshimiwa Spika, tutaweka mkazo katika kushughulikia masuala ya mazingira na mabadiliko ya tabia nchi ili kupunguza athari zinazotokana na mabadiliko hayo kwa maisha ya watu na shughuli zao za kiuchumi na kijamii. Kitaifa, mbali na sheria yetu ya mazingira ya mwaka 2004, Bunge liliridhia mkataba wa mabadiliko ya tabia nchi wa Paris, na tutaendelea kushirikiana na mataifa mbalimbali katika kukabiliana na changamoto za mabadiliko ya tabia nchi. Tayari tumeandaa mpango wa utekelezaji wa makubaliano ya Paris ambao utakwenda mwaka 2021 mpaka mwaka 2026, unaolenga kujenga uwezo katika kuhimili athari za mabadiliko ya tabia nchi katika sekta za kilimo, mifugo, misitu, nishati, uvuvi, maji, utalii, makazi, afya, miundombinu na kukabiliana na maafa. Mheshimiwa Spika, ili kutimiza masuala hayo yote niliyoyaeleza, Bunge hili lina umuhimu wa pekee sana. Kama mnavyofahamu, mbali na kutunga sheria, Bunge lina wajibu wa kuisimamia serikali. Aidha, ninyi wabunge ni wawakilishi wa wananchi, na kwa maana nyingine ninyi ni sauti ya wananchi. Mheshimiwa Spika, sitarajii sauti za wananchi ndani ya jumba hili tukufu ziende zikajadili mambo yaliyo nje ya kazi za jumba hili. Mheshimiwa Spika, kwa hiyo bila ushirikiano na bunge hili itakuwa vigumu sana kwa serikali kuweza kutekeleza masuala yote niliyoyaeleza. Hivyo basi, napenda kutumia fursa hii kuliomba bunge hili tukufu kutoa ushirikiano mkubwa kwa serikali. Tukosoeni pale inapobidi, na naomba mtukosoe vikali sana. Mawaziri wangu wakileta vitu visivyoeleweka, wakosoeni vikali sana, lakini wakosolewe katika lugha ya kibunge. Na mimi nataka niwaahidi kwa serikali itakuwa tayari wakati wote kupokea ushauri wenu na pia ushauri wa watu wengine wenye nia ya kuiletea maendeleo nchi yetu. Nitumie pia fursa hii kuomba wananchi kuendelea kuiunga mkono serikali kwa kudumisha amani, kuchapa kazi kwa bidii na bila kusahau kulipa kodi ili kwa pamoja tuweze kutimiza tuliyoyakusudia.
Mheshimiwa Spika na waheshimiwa wabunge, sasa naomba mniruhusu nitumie jukwaa hili la bunge au bunge lako tukufu kusema mambo mawili madogo. La kwanza ni kuwaonya wale wote wanaodhani kuwa usimamizi wa mali za umma, kusimamia ukwepaji wa kodi, kusimamia uzibaji wa mianya ya kupoteza mapato, kukemea uzembe na wizi yameondoka kuendana na kuondoka kwa Mheshimiwa hayati Dr. Magufuli Mheshimiwa Spika, nataka niseme hayati mpendwa wetu amekwenda peke yake, na kama nilivyosema siku ile tunamsindikiza kwamba maono, falsafa na mikakati aliyotuachia tunaendelea kuifanyia kazi. Hivyo basi wale wanaodhani yale yamekwenda naye wamejidanganya, yapo na tunayatekeleza. Nimeona niliseme hili Mheshimiwa Spika kwa sababu tayari kuna baadhi ya watu, mashirika wameanza kulegalega kwenye utendaji. Wizi umeanza kushamiri katika baadhi ya maeneo. Lakini kuna wawekezaji ambao walikuwa kwenye njia nzuri ya majadiliano na serikali wameanza kuvuta nyuma. Nataka niwaambie kwamba mwendo ni ule ule. Tuna imani na Samia. Mheshimiwa Spika, hapa tulipofika hatutakubali tena kurudishwa kwenye kuchezea rasilimali za nchi kwa gharama ya maendeleo ya wananchi. Mheshimiwa Spika, jambo la pili ambalo nilitaka kulizungumza hapa, na hapa nikemee vikali wale walioko kwenye mitandao. Ndugu zangu, dini zetu zinasema, na ndiyo kanuni ya maisha, tunakuja duniani lakini tutaondoka duniani. Na dini zetu zinasema kila nafsi iliyokuja duniani itapatwa na mauti, lakini kila mauti yana sababu zake. Ndugu zangu, nimekuwa nikiona kwenye mitandao, na nadhani wanaofanya hivyo wanajua kwamba hatutaweza kuwapata, wanatumia mifumo hiyo huko mengine ambayo bado hatujawa na uwezo ya kuwatafuta, lakini niwaambie tutawatafuta. Nimekuwa nikiona kwenye mitandao taarifa za uchonganishi. Taarifa tuliopewa na madaktari wetu ya kifo cha mpendwa wetu ni kutokana na tatizo la udhaifu wa moyo ambao ameishi nalo kwa takriban miaka 10. Kuna watu wanajitokeza katika mitandao huko, fulani na fulani na fulani wamempa sumu,
fulani na fulani na fulani walikuwa wametega kitu hiki. Sasa mimi niwaambie, kama wana taarifa za maana waje tuwasikilize. Vyombo vya upelelezi na uchunguzi vipo, waje tuwasikilize. Short of that, wasimame kuleta uchonganishi ndani ya nchi. Taarifa wanazozitoa ni za kugonganisha koo na koo, makabila na makabila. Ni hivyo, waache kuleta uchonganishi ndani ya nchi. Lakini kama wanajidhatiti wanafanya hivyo kwa sababu hatutawapata, basi warudi tu kwa Mungu wao, wakajiulize kama hili wanalolifanya lina uhalali au lina maana gani. Warudi tu kwa Mungu, kwa sababu nao ni viumbe pia. Warudi kwa Mungu wakajiulize, je, wanayoyafanya ndiyo? Wangeambiwa wao hivyo wangekubali? Kwa hiyo mimi nilikuwa, Mheshimiwa Spika, nitumie jukwaa lako hili kukemea hayo mawili. Lakini pia niseme, Mheshimiwa Spika, hii ni mara yangu ya kwanza kwenye historia ya taifa letu, au nchi hii ni mara yetu ya kwanza kwenye historia ya taifa letu kupata rais mwanamke. Kwa sababu hiyo, ninajua watakuwepo baadhi ya watu kama nilivyosema mwanzo, wenye wasiwasi kwamba kutokana na jinsia yangu sitoweza kuyatimiza yote niliyoyasema hapa. Nataka nitumie jukwaa hili kuondoa hofu kwamba kwanza, Mwenyezi Mungu hakuumba ubongo hafifu kwa mwanamke. Na ubongo makini kwa mwanamume, hapana. Wote tulizaliwa sawa. Makuzi na umakini wa akili hutegemea jamii inayokuzunguka na shughuli zinazokuzunguka katika makuzi yako. Nataka nikuhakikishieni kuwa nimekuzwa kwenye jamii sahihi na kwamba nina uzoefu wa kutosha kwenye shughuli za serikali, lakini pia kwenye chama changu cha siasa, Chama cha Mapinduzi. Hivyo basi ninajiamini kuwa nina uwezo wa kuliongoza taifa hili. Lakini la pili ni kwamba haya niliyoyasema hapa siendi kukaa na kuyatekeleza peke yangu. Nitashirikiana na Watanzania wote katika ngazi zetu tofauti tofauti. Hivyo wito wangu kwenu, ndugu zangu wa Tanzania, tushirikiane, tushikamane na kuwa kitu kimoja katika kulijenga taifa letu. Binafsi naamini kwamba tukiwa na upendo, mshikamano na kuheshimiana, na kwa msaada wa Mwenyezi Mungu tutaweza kufika kule ambako sote tunatamani kufika. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Spika, nimalizie kwa kumwomba Mungu alibariki bunge hili pamoja na wabunge wake. Mwenyezi Mungu aibariki Tanzania, na niseme na wasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana. Anaweza mama yetu huyo. Anaweza jamani, mama yetu. Anaweza mama yetu huyo. Anaweza jamani kutufikisha
ndiyo maana anaweza, ndiyo maana tunawaambia mama woye. Anaweza. Mheshimiwa wabunge, naomba taarifa ziende kila kona ya nchi yetu, nchi jirani na duniani kote, kwamba Tanzania yuko rais anaitwa Samia Suluhu Hassan. Na kwamba anaweza. Nakushukuru sana Mheshimiwa Rais kwa hotuba yako hii nzuri sana, na tunakushukuru pia kwa kutuahidi kutusaidia na kufanya kazi nasi bunge. Na sisi bunge tunaahidi kabisa tutachukua nafasi yetu ya kukusaidia kazi. Ya kwenda pamoja na wewe, na tukiwa pamoja na Mungu wetu tuna hakika tutafika. Basi kwa niaba yetu nitafute mtu wa kutoa shukrani kwa niaba yetu hapa. Sijui nielekea wapi. Hebu tujaribu Mheshimiwa Jumanne Kishimba. Mheshimiwa Kishimba, karibu tafadhali kwa niaba yetu. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipatia nafasi hii. Mheshimiwa Rais, napenda kutoa shukrani zangu za dhati na za kipekee kwa kupatiwa nafasi hii kuwawakilisha wabunge wenzangu kwa kutoa neno dogo la shukrani. Mheshimiwa Rais, kwa hotuba uliyoitoa na makofi yaliyoshangiliwa hapa, nisingependa kuweka neno lolote kwenye hotuba hiyo ili nisije nikaipa shida kwenye masikio ya watu. Mheshimiwa Rais, sisi wabunge na waheshimiwa mawaziri na Mheshimiwa Waziri Mkuu, sisi tunao imani kubwa sana juu yako na kwa hotuba ambazo umeanza kuzitoa toka umeingia madarakani, wapiga kura wetu pia wamekuwa na imani kubwa sana. Kwa niaba ya wabunge wenzangu, tutaendelea kuwa na wewe pamoja na serikali yako, tukisaidiana na wananchi na wapiga kura wetu wote kutoka maeneo mbalimbali ya Tanzania, kwa imani kubwa wananchi walionayo juu yako Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, wote tumempoteza rais wetu kipenzi Mheshimiwa John Pombe Magufuli, lakini kwa nguvu hiyo hiyo Mwenyezi Mungu ametupatia wewe, na sisi tutakuwa na wewe bila kinyongo wala shida yoyote. Tunakuahidi, na kama ulivyoona makofi na ushangiliaji uliokuwepo toka mwanzo wa hotuba, ni kuashiria kabisa wabunge wana imani kubwa na wewe Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, kwa kuwa nimepewa kuongea neno dogo la shukrani,
kama nilivyosema mwanzo, na muda huu ni mfungo wa Ramadhani mwezi huu, nisingependa kuwachelewesha watu na kuchelewesha wewe. Nikutakie kila laheri, na hotuba yako hii sisi kama wabunge tutaijadili kwa muda wetu na tutajadiliana maeneo yote. Nikutakie kila laheri kwa mwezi mtukufu huu wa Ramadhani. Na sisi tutafikisha salamu kwa wapiga kura wetu wa Tanzania nzima. Baada ya hayo, nakushukuru sana Mheshimiwa Rais, asante sana. Asante sana Mheshimiwa Jumanne Kishimba kwa kutoa salamu hizo kwa niaba yetu wabunge wote. Tumpige makofi ya shukrani. Mheshimiwa Rais, bunge hili limesheheni watu wenye, muda wetu hautoshi, lakini limesheheni watu wenye busara nyingi sana. Lina mchanganyiko wa kona zote za Watanzania, kuanzia Pemba mpaka Kagera mpaka Mtwara, Kigoma, Tanga, wapi, wanawake kwa wanaume, wasomi wa kila aina, na darasa la 7 wamo pia Mheshimiwa Rais. Ni uwakilishi halisi kabisa wa Tanzania. Tulivyokumbushwa na Mheshimiwa Kishimba, kwanza ni wataarifuni kwamba Mheshimiwa Rais ameandaa futari kwa ajili yetu sote, waheshimiwa wabunge wote, watumishi wa bunge na wageni wetu wote mlio kwenye gallery. Msiondoke baada ya shughuli hizi, tujiunge pamoja. Unapotoka mkono wa kulia kwa chini kidogo kuna eneo maalum lililoandaliwa kwa ajili hiyo. Itakuwa vizuri kama kila mmoja wetu atapata japo kidogo. Maana futari ya Mheshimiwa Rais ni futari ya Rais. Sio kila siku utapata fursa ya aina hiyo. Hii ni nadra sana. Kwa hiyo kwa dakika chache sana nijaribu kuwatambulisha wageni, maana wageni leo tunao wengi sana Mheshimiwa Rais. Lakini jaribu kutambulisha kwa haraka tu baadhi ili tuweze kuwahi muda wetu kama unavyotakiwa. Tunaye Mheshimiwa Rais mstaafu wa awamu ya pili, Mheshimiwa Ali Hassan Mwinyi. Asante sana. Tunaye Rais mstaafu wa awamu ya 4, Mheshimiwa Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Tunaye Rais mstaafu Zanzibar, Mheshimiwa Amani Abeid Karume. Tunaye Rais mstaafu Zanzibar, Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein. Tunaye Waziri Mkuu na Makamu wa Kwanza wa Rais mstaafu Tanzania Bara, Mheshimiwa John Samuel Malichela. Tunaye Waziri Mkuu mstaafu Mheshimiwa Frederick Tluway Sumaye. Tunaye Waziri Kiongozi mstaafu Mheshimiwa Shamsi Vurai Nahodha. Tunaye Makamu wa Pili wa Rais mstaafu kule Zanzibar, Balozi Saif Ali Idi. Tunaye Spika mstaafu wa Bunge la Tanzania, Mama Anne Semamba Makinda. Karibu sana mama yetu, tumekumisi. Tunaye Spika mstaafu wa Baraza la Wawakilishi, Mheshimiwa Pandu Ameri Kificho. Lakini pia tunao maspika kama nilivyowatambulisha mwanzoni wa Baraza la Wawakilishi na Spika wa Bunge la Afrika Mashariki hapa mbele. Tunao wenza wa marais, kipekee mama yetu Mama Maria Nyerere, naambiwa amekuja. Asante sana mama. Asante sana. Yuko Mama Siti Mwinyi, yuko Mama Shadia Karume, yuko Mama Mwanamwema Sheni, yuko Mama Napone Sokoine, yuko Mama Asha Nahodha,
yuko Mama Esther Sumaye. Utaona mama zetu wamenyanyuka kweli kweli kuja kushuhudia rais wetu akihutubia Bunge. Lakini pia wako wageni maalumu ambako ni wake wa viongozi. Nitaomba kwa sababu ya dakika chache hizi nitambue uwepo wao wote. Nao wote, lakini ni wachache niwataje. Yuko Mama Mboni Mpaye Mpango, mwenza wa makamu wa rais. Yuko Mama Mariam Mwinyi, mwenza wa rais wa Zanzibar. Yuko Mama Mary Majaliwa, mwenza wa waziri mkuu. Yuko Dr. Stegomeno Tax, katibu mtendaji wa SADC. Asante sana. Lakini tunao wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Mkuu wa majeshi General Venance Mabeyo. Asante sana. Yuko Inspector General wa polisi IGP Simon Siro. Yuko mkurugenzi mkuu wa idara ya usalama wa taifa ndugu Diwani Athmani Msuya. Yuko Kamishna Jenerali wa magereza Meja Jenerali Suleiman Mzee. Yupo Kamishna Jenerali wa uhamiaji Dr. Anna Makakala. Yuko Kamishna Jenerali wa jeshi la zimamoto na uokoaji ndugu John Masunga. Yuko mkurugenzi mkuu wa TAKUKURU Brigadier Jenerali John Mbungo. Yuko kamishna mkuu wa mamlaka ya kuzuia na kupambana na dawa za kulevya ndugu Gerard Kusabila. Yuko mnadhimu mkuu wa JWTZ Lieutenant General Yakub Mohamed. Yuko mratibu mkuu wa Baraza la Usalama wa Taifa Brigadier Jenerali Andrew Chakila. Asante. Tunao makatibu wakuu wakiongozwa na Balozi Hussein Katanga, katibu mkuu kiongozi, na makatibu wakuu wote tunao. Karibuni sana, na manaibu makatibu wakuu tunao pia. Mnawaona pale wote kwa ujumla wao. Tunao watendaji wakuu wa Chama cha Mapinduzi ambapo tunaye Mheshimiwa Philip Mangula, makamu mwenyekiti wa CCM Bara. Tunaye naibu katibu mkuu Rodrick Mpogolo. Tunaye naibu katibu mkuu Zanzibar Abdullah Saadala, na mwenyekiti wa CCM mkoa wa Dodoma ndugu Godwin Mkanwa. Asante sana. Pia tunao watendaji waandamizi wa taasisi za serikali wakiwemo CAG, Governor wa Benki Kuu, TRA, msajili wa vyama vya siasa, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi, kamishna wa sekretari ya maadili, mwenyekiti wa tume ya kurekebisha sheria. Wote hawa tunao na wakaribisha sana. Lakini pia tunao uongozi wa mkoa wa Dodoma, karibuni sana, wakiongozwa na mkuu wa mkoa wa Dodoma. Nao wakuu wa wilaya zote za mkoa wa Dodoma pale walipo, karibuni sana, karibuni sana. Tunao wakurugenzi wa halmashauri za mkoa wa Dodoma wote, karibuni sana, karibuni sana. Mheshimiwa Rais, tunao mabalozi na wakuu wa mashirika ya Umoja wa Mataifa. Kwa kweli ni record, tangu miaka mingi hatujawahi kupata mabalozi wengi kiasi hiki. Naomba waheshimiwa mabalozi wote msimame. Asanteni sana. Ni heshima kubwa sana kwetu Bunge, lakini pia kwa rais wetu kwa jinsi mlivyokuja kwa wingi namna hii. Tumefarijika sana. Waheshimiwa mabalozi, mtupelekee salamu katika nchi zenu. Kwa hiyo hawa ni mabalozi na wawakilishi wa kazi wa mashirika ya Umoja wa Mataifa. Ni wengi, kwa hiyo muda kidogo hauko upande wetu. Kwa kweli nina hakika wageni wetu, kama mnavyoona karatasi yangu imejaa, lakini kwa hali halisi ya muda ulivyo, ninaomba mtukubalie wageni wetu wote. Tunatambua uwepo wenu na ujio wenu.
Asanteni sana. Waheshimiwa wabunge, kwa kuwa shughuli zilizopangwa sasa zimekamilika, naomba tuahirishe shughuli za bunge hadi kesho saa 3 kamili asubuhi. Naam, mtazamaji wa Bunge TV, hadi kufikia hapa ndio mwisho sasa wa shughuli hizi ambazo zilikuwa zikiendelea ndani ya ukumbi wa Bunge. Umepata wasaa mzuri kabisa wa kuweza kusikiliza hotuba ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, na utakubaliana nami ilikuwa ni hotuba yenye kusisimua, lakini iliyokuwa imebeba maelekezo ya kutosha kwa mwelekeo wa nchi yetu. Na kinachoendelea sasa ni maandamano sasa ya Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Job Ndugai na rais kuelekea ukumbi maalum wa Spika kwa ajili ya mapumziko ya muda, lakini baada ya hivi pia kutakuwa na matukio ya picha ambayo yatafuata, na kutakuwa na makundi takribani 9 ambayo huo ndo utakuwa mpangilio wa picha ambavyo utakavyofanyika. Na mara baada ya tukio hilo, viongozi mbalimbali mara baada ya tukio hilo la picha watakwenda katika sehemu maalum walioandaliwa kwa ajili ya mapumziko, na muda utakapokuwa umetimia sasa utakuwa ni muda maalum sasa wa viongozi wa bunge na viongozi mbalimbali wa serikali, mabalozi na watu wote ambao wamefika katika bunge hili la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni msafara wa Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Tanzania na Mheshimiwa Jaji Mkuu wa Zanzibar, imeandaliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na wakati wa tukio hilo pia, wakati wa iftari, kwa mujibu wa taarifa maratiba ambayo tumeelekezwa, pia kutakuwa na dua maalum ambayo itasomwa, lakini baadaye sasa baada ya iftari viongozi sasa wa kitaifa pia watapata wasaa mzuri sasa wa kuweza kuondoka katika eneo hili. Na punde tu tutajiunga na mwenzangu Asher Thomas ambaye yeye yupo katika viwanja vya bunge, ambaye atakuwa anatueleza yale yote ambayo yanajiri huko nje, ikiwemo tukio la picha, lakini atapata nafasi pia ya kuzungumza na wabunge, lakini na viongozi wengine ambao wamepata fursa ya kuweza kuja. Msafara unaofuata waheshimiwa wabunge ni makamu wa rais wa Zanzibar, mtazamo wao kuhusiana na hotuba hii. Na pale ambapo mwenzangu Asher Thomas, rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi, kwake. Lakini kwa sasa hebu tuendelee kupitia yale ambayo rais wetu ameweza kuyahutubia ndani ya ukumbi wa bunge. Utakumbuka mapema kabisa alianza kwa kumwelezea aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati Dr. John Pombe Magufuli kuwa alikuwa kiongozi jasiri mwenye maono makubwa kwa nchi yake, lakini vile vile aliweza kuieleza dira ya serikali yake ya awamu ya 6 kuwa ni kudumisha mazuri ya awamu zote zilizopita kuanzia awamu ya 1 mpaka ya 5, na akasema kwamba sasa atadumisha yale kutoka nje. Waheshimiwa wabunge ni makamu wa kwanza rais, ataleta makamu wa pili wa mapya kwa lengo la kukuza ufanisi na tija, huku tukiongozwa na, akasema yote hayo yatayafanya huku akiongozwa pamoja na ilani ya Chama cha Mapinduzi, dira ya taifa ya mwaka 2025, mpango wa 3 wa maendeleo na miongozo mingine yote ambayo sasa inaiongoza nchi yetu katika swala zima la maendeleo. Na vile vile kwenye hotuba yake Rais Samia Suluhu Hassan alirudia tena kauli yake kuwa yeye na hayati Dr. John Magufuli ni kitu kimoja, na atatekeleza mengi yale ambayo rais aliweza kuyasema akizindua bunge, pamoja na waheshimiwa wabunge. Msafara unaofuata kutoka ni msafara wa Jaji Mkuu wa Tanzania na Jaji Mkuu wa Zanzibar. Hayati Dr. Magufuli ni kitu kimoja, na ndio maana akasema kauli mbiu yake ni Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi endelee, kwa maana kwamba yale ambayo yalikuwa yanafanyika yataendelea na mengine mema basi nayo pia yataendelea. Na vile vile kwenye hotuba yake ameweza kutuambia kwamba nguvu kubwa pia ataielekeza katika ukuaji wa uchumi
na hapa pia alisisitiza kuongezeka kwa jitihada zaidi kukuza uchumi wetu, na akasema kwamba ukizingatia kwamba chumi nyingi duniani pia zimeweza kutetereka kutokana na kuwepo kwa janga la virusi vya korona. Kwa hiyo kuna mushkeli kidogo, lakini akasema nguvu kubwa pia bado serikali yake ya awamu ya 6 itaweka nguvu kubwa katika kuhakikisha kwamba uchumi wa nchi. Mheshimiwa Bunge, msafara unaofuata kutoka ni msafara wa Spika, lakini pia jitihada zitaendelea zaidi sasa ili kuhakikisha tunasalia kwenye uchumi wa kati, yani kwa maana ya kwamba hatushuki kutoka katika kiwango cha uchumi wa kati, Afrika Mashariki, tuendelee kusonga mbele zaidi. Na kinachoendelea ni viongozi kutoka katika ukumbi wa Bunge ambapo wanatoka kwa mujibu wa itifaki, na kitakachofuata kama ambavyo nilikwambia litakuwa ni tukio la picha pale nje, lakini mara baada ya kukamilika kuna futari maalum ambayo imeandaliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na mara baada ya kukamilika kwa futari hiyo maalum ndipo sasa viongozi mbalimbali wataweza kuondoka katika eneo hili, na hiyo ndio itakuwa inamaanisha kwamba sasa Mheshimiwa Bunge, na anayefuata kutoka katika ukumbi wa Bunge ni Mheshimiwa Waziri Mkuu ambayo imeandaliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania litakuwa limekamilika, na hivi sasa tunaendelea kusubiri mwenzetu Asheri Thomas aweze kuondoka ndani ya ukumbi wa Bunge. Mtazamaji wa Bunge TV, kuna mambo mbalimbali yanaendelea pale kama ambavyo umeona Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amefanya mahojiano. Mheshimiwa, tukae na wabunge, na hii ni kuashiria kwa nayefuata ni Mheshimiwa William Lukuvi. Wanathaminiana. Mheshimiwa Lukuvi, umeona namna ambavyo wameweza. Mheshimiwa, tukae. Mheshimiwa wabunge, tafadhali, na matangazo ya upigaji picha na hii kidogo safari unaofaa kidogo, hali kidogo ya Mheshimiwa, tukae. Picha zitapigwa kwa makundi tafadhali, Mheshimiwa wabunge. Tungali tunamsubiri mwenzetu Asheri Thomas awe tayari ili aweze Mheshimiwa wabunge mambo mbalimbali ambayo yanaendelea katika ukumbi wa Bunge. Na sasa kikundi cha kwanza ni kamati ya viwanda, biashara na mazingira, katiba na sheria na mambo ya nje, ulinzi na usalama. Tumeweza kuiona njia. Kikundi cha pili ni kamati ya utawala na serikali za mitaa, huduma na maendeleo ya jamii, ardhi, maliasili na utalii, kilimo, mifugo na maji. Na kundi la tatu ni kamati ya miundombinu, nishati na madini, sheria ndogo na budget. Na kundi la 4 ni kamati ya uwekezaji wa mali za umma. Na kingine amesema kwamba serikali yake itaendelea. Mheshimiwa wabunge, mnaomba mtoke kwa spidi kidogo, Mheshimiwa Rais anawasubiri. Vikwazo vinavyokwamisha wawekezaji kuwekeza hapa nchini. Na utaona katika hotuba zake hili ni jambo pia ameendelea kulisisitiza zaidi kwamba ni lazima Tanzania tuweke mazingira mazuri ya kuvutia wawekezaji. Wawekezaji wazidi kuwa na imani na Tanzania, wawekeze Tanzania, na hii itaipaisha Tanzania kiuchumi, lakini pia itatoa fursa za ajira kwa vijana na makundi mbalimbali. Kwa hiyo ajira pia zitazidi kwenda mbele. Kwa hiyo amesema ipo haja ya serikali yake ni kwamba itaweka nguvu kubwa sasa katika kuvutia wawekezaji. Na hapa akiendelea kuzungumzia swala zima la uwekezaji, alibainisha kuongeza nguvu kubwa katika sekta ya kilimo pia ambayo bado inakabiliwa na matatizo mengi, ikiwemo tija ndogo inayopatikana licha ya zaidi ya 65% ya Watanzania wote kwa wakulima. Kwa wamesema haridhishwi na tija ambayo inapatikana katika sekta ya kilimo, kwamba watu wanalima katika eneo kubwa lakini tija ni kidogo. Kwa hiyo akasema ifike mahala sasa Tanzania tulime kwa tija, na tutakapolima kwa tija, mtazamaji wa Bunge TV utakubaliana nami, hiyo itatuonyesha kwamba watu wengi sasa watavutiwa na kuona kwamba sekta ya kilimo ni sekta ambayo pia inaaminiwa kwa Watanzania katika kupata ajira nyingi zaidi. Mwenzangu Asheri Thomas, kama unanipata na uko tayari, basi nitakuachia kijiti. Kwa sasa tuendelee kwanza kujikumbusha mambo mbalimbali ambayo pia yameweza kujitokeza katika hotuba ya Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na moja ya mambo ambayo aliweza kuyazungumzia na tunaangalia, naambiwa hapa mwenzangu Asheri Thomas
yupo tayari ili kuweza kuendelea na yale yote ambayo yanaendelea nje ya ukumbi wa Bunge. Kwako Ashley Thomas ili kuendelea na matangazo haya. Asante sana Anet Andrew kwa kutupitisha kwa yale ambayo yamejiri ndani ya ukumbi wa mikutano kwenye ukumbi wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ama hakika imekuwa ni siku iliyongojewa kwa hamu sana na Watanzania, na kiu ikatu kile ambacho kinafanyika katika ukumbi wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania baada ya Rais Samia Suluhu Hassan kutumia takriban saa 1.5 hivi kulihutubia bunge, lakini kuwahutubia Watanzania kupitia Bunge la Muungano wa Tanzania. Ni dondoo nyingi sana zimetolewa kwako mtazamaji wa Bunge TV na Anet Andrew, lakini nami nikupitishe tu japo kwa machache ambao mwenzangu Anet Andrew hakuyagusia. Kubwa zaidi ni fadhila ambazo Rais Samia Suluhu Hassan amekuwa nazo kwa watangulizi wake, akimtaja kipekee sana hayati Dr. John Magufuli, kwanza kwa kumwamini yeye kwa uwezo wake pale alipomteua mwaka 2015 kuwa mgombea mwenza kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu wa Tanzania, na hatimaye akiwa ni makamu wa rais wa kwanza mwanamke. Lakini sasa uwezo wake ule ulioonekana ukamfanya awe rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akichukua mikoba ya hayati Dr. John Magufuli ambaye alifariki akiwa madarakani. Lakini zaidi akamshukuru pia rais